Kimbembe kimezuka, mapya yaibuka jamani. Kwenye ambao mnapenda kuzusha majambo ya watu, basi hili mnapaswa mlipate kwa uzuri kabisa na kwa umakini, nami nawajuza hapa. Kupitia ukurasa wake wa Snapchat, Wema kaandika jambo ambalo haya bwana. Wema Sepetu ni msanii wa filamu nchini Tanzania na ameonyesha kukasirishwa na uvumi unaosambaa mitandaoni unadai kuwa yeye ni mjamzito. Na kupitia ukurasa wake wa Snapchat, Wema aliandika ujumbe mkali akiwataka wanaoeleza taarifa hizo kuacha kumuhusisha na mambo yasiyo ya kweli, akisisitiza kuwa amechoshwa na uzushi huo. Sasa bwana, ujumbe huo wa Wema aliuandika hivi: alafu nyie waandishi wa habari kutwa kunifuatilia mambo yangu sipendi. Kwanza mnizushie vitu then muanze kuninenea upuuzi sipendi. Nitoeni kwenye vinywa vyenu, na kumalizia na neno zito. Hakuishia hapo, lakini pia ujumbe mwingine ambao aliendelea kuelezea akaandika hivi: mimba mmenipa nyinyi, nitoleeni umbea wenu usiokuwa na faida. Wengine na waheshimu, sasa naona mnataka tukoseane heshima. Tafuteni kazi za kufanya au fuatilieni watu wanaostahili kufuatiliwa. Sitaki ushenzi mimi. Wema aliandika hivyo. Lakini pia Wema alifafanua kuwa kwa muda mrefu amekuwa akizushiwa kuhusu ujauzito, jambo ambalo linamchosha. Sasa akaendelea kuandika tena: miaka karibu 3 sijui 4 kutwa kunizushia nina mimba. Hamkomi na hamchoki. Nyie wehu nini? Hesabuni nywele zenu kama mnakosa kazi. Kutwa kuniandama na kitu kinachoniumiza. Mnataka roho yangu. Akaandika pumbavu kabisa, nimechoka. Na kauli hii imeibua mjadala mzito miongoni mwa mashabiki wake mtandaoni kuhusu uvumi unaoendelea kumuhusisha na ujauzito. Na hapa Wema ametoa dongo kwa wale huenda kuna waandishi wa habari ambao wamezungumzia swala hili ama baadhi ya media. Kwa hivyo amezungumza kuwa anawajua, japo ametaka mara moja waache kuzungumzia uzushi huo kuwa ni mjamzito. Na ni kweli stories zimekuwa nyingi mtandaoni kutoka kizungumza kwamba Wema ana ujauzito wa wozu, mara mimba ya mwanzo iliharibika. Na hii ni kutokana na siku ya Valentine alionekana kwenye shughuli ile ya Lady JD siku ya Valentine usiku wa tarehe 14 mwezi wa pili, kutokana na ile nguo ambayo kama ameivaa Wema, gauni fulani hivi nyekundu imekaa kama jumpsuit ikimuonesha kitumbo kimetuna. Watu wakawa wana zoom pale, wanazungusha kiduara kidogo kuonesha huenda tayari Wema mambo yameshabadilika. Jamani, Wema akasema msimzushie, mumuache kumweka midomoni mwenu. Huwezi jua bwana mtu anapitia yapi, anawaza yapi. Ukizingatia Wema kwa muda mrefu hana mtoto, ukiangalia watu wenzake wote, marafiki zake wana watoto ama watu wa umri wake wana watoto, alafu nyie mnakuwa mnamzushia mtu majambo ambayo hajayapenda, na huwezi jua moyoni mtu anawaza nini ama anafikiria nini kuhusiana na swala zima la kupata mtoto. Kwa hivyo mimi hapa nimefikisha ujumbe huu kutoka Wema Sepetu, Tanzania ni Sweetheart aka Madam, akiomba watu mtoe midomoni, especially waandishi wa habari. Tumetajwa sisi jamani. Sawa, maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho Wema amekizungumza mitandaoni? Comment yako ni muhimu sana. Unabonyeza alama ya kengele hapo, una subscribe kwanza, lakini pia una comment, una like, una share, una commentisha vibaya mno. Kubwa zaidi kule Instagram tunapatikana pia kwa jina la 69 Media TZ, lakini pia Facebook na TikTok tunapatikana hivyo hivyo 69 Media TZ. Mimi hapa ni Sami Baby. Nimekujuza haya, lakini bado niko hapa kusogezea stories za ndani na nje ya Tanzania. Hii ni 69 Media TZ. Keep on watching, keep on listening.